na Taifa Stars kwa maana sisi wenyewe Tanzania. Lakini katika ule mchezo bwana umeisha, lakini kauli ambazo zilikuwa zinasamani kwamba tumekufa kiume ni mara baada ya watu kuona kuna maamuzi ambayo yakitolewa na refali sio ya kiungwana kabisa. Kwa wewe refali umemuonaje siku ya jana? Ni namna ambavyo tumezungumza kwa hisia zaidi kwamba kwa sababu ni timu yetu, ama ni kweli tumenyimwa penalti ya wazi? Dunia nzima imeona, kila kitu kimeonekana pale. Kitu ambacho amekifanya refari ni maagizo kutoka mamlaka za juu za CAF. Musepe alikuwepo pale anaangalia. Infantino alikuwepo, si ndio? Alikuwepo viongozi wa Tanzania TFF walikuwepo pale, wameona. Umeelewa? Hakuna mtu ambaye anajua mpira akasema pale ilikuwa sio tuta. Lakini hata kama lisingekuwa tuta, yule refari alikuwa na sababu ya kwenda kujiridhisha kwenye VAR kwa sababu amelazimishwa. Kitu gani kilikuwa kinaficha? Ngoja nikwambie, unajua kuna mazingira fulani ambayo yameumiza Tanzania kutokana na uwenyeji wa Morocco. Kuna kitu ambacho kimeumiza wa Tanzania kutokana na logo labda kwenye FIFA rankings. Kutokana na pushi ya viongozi wa Morocco. Unapomzungumzia kiongozi mkubwa wa FIFA kutoka kwa nani, kwa Mosepe. Kiongozi wa Morocco ni makamu wa rais wa CAF. Si unaelewa? Ule makamu wa CAF ule una nguvu ya msukumo. Mosepe anaweza kakaa pale akasema hasa nikamkoofisha makamu wangu. Fauzi ambaye ni wa Berkane. Hiyo ni Morocco tunaizungumza. Si umeelewa? Ngoja nikurudishe, Watanzania inawezekana wamesahau. Mwaka 2023. Mwaka 2023 tulikuwa tumeshiriki AFCON pale Cote d'Ivoire, Ivory Coast. Tulikutana kwenye kundi moja na Morocco, Zambia, Congo. Si ndio? Kocha Abel nani? Kocha wa timu ya taifa Adel Amrouchi alishawahi kuraise hii hoja mara baada ya kucheza tu na Morocco. Akaenda kwenye press akasema tumecheza na Morocco, lakini Morocco wasitumike kukandamiza timu nyingine. Morocco wamependelewa. Yaani ile mechi yenyewe ambayo tulikutana nao kwenye makundi 2023, si ndio? Walipendelewa, walitunyonya. Morocco walitunyonga, na ilionekana dhahiri ni maelekezo ya refa ya nini kifanyike. Yaani lazima Morocco apige hatua hapa. Umeelewa? Kwa hiyo ilianza, sio kwamba imeanza leo. Adel Amrouchi alishawahi kuzungumza. Mwisho wa siku akapigwa banning ya mechi 8. Asisimame kama kocha mkuu, na akapewa faini ya dola 100,000 kama faini akalipa. Sio, unanielewa? Na sisi tulivyokuwa watu ambao ni waajabu, tukamhukumu yule kocha kama alikosea sana. Sio, umeelewa? Tuna kila sababu ya kuomba radhi sana kwa Adel Amrouchi. Tuna sababu ya kwenda kumomba msamaha kwa sababu alisema, afu sisi tukamhukumu kitu ambacho kimetokea mpaka leo. Alikuwa anatutetea kama taifa, yeye mwenyewe akiwa kocha. Aliona kweli tulikuwa tumeonewa na nani? Na mazingira ambayo yalikuwa na favor Morocco. Lakini baada ya kuadhibiwa na mamlaka ya soka la Afrika, sisi tukamwadhibu kwa kumfukuza. Ile ni kosa ambalo tulilifanya. Na hatukuonyesha na sisi kwamba sisi kitu tunakikataa. Ile mizizi imeota na mpaka imetokea sasa hivi. Unajua, ngoja nikwambie, ile penalty tumeiona ya Inado. Yule jamaa kamsukuma kwenye box. Dhahiri kabisa. Dhahiri. Na Inado alikuwa anamsukuma, alikuwa yuko peke yake. Alikuwa anaenda anachukua mpira anaenda kushambulia. Jamaa alikuwa hawezi kupata hata ule mpira wenyewe. Umeelewa? Alichokifanya ni kumsukuma ili Nado asiete madhara kwenye lango lake. Alikuwa mtu wa mwisho Nado akiwa anaukimbilia ule mpira. Yule jamaa kwa sababu tu Nado alikuwa anakimbilia mpira au kuwa kwenye eneo ambalo lilikuwa la moja kwa moja kwenye goli, kwamba angeenda kufunga, lakini pale itakiwa achukue kadi ya njano na tuta liwekwe kwa sababu tu ilikuwa direction yake ilikuwa iendi golini. Umeelewa? Kwa hiyo mimi binafsi ninachokiona mpaka sasa, uonevu ambao upo ni mipango ya uongozi wa juu wa CAF ambao umeseti baadhi ya vilabu vyao viweze kupata favor hizo. Hasa Morocco. Morocco sisi Tanzania hatujalalamikia mara kwanza.
Mimi sio mtu wa kwanza kuzungumza haya. Adel Amrouche asha kuzungumza na akafungiwa. Ni kwa sababu gani matendo haya ambayo umetokea? Sisi wale Morocco tulikuwa tunawatoa. Niambie kwa nini tulikuwa tunawatoa? Kichwani washavurugwa. Na sisi kama tungewafunga ile goli la kwanza la Msuva. Umeelewa? Ile nafasi ambayo alipata Msuva. Clear chance. Tungewafunga wale wangepagawa. Au ile dakika 60 na Faisal. Achana ya Faisal. Ile mwanzo kabisa mchezo unaanza. Dakika 3. Mwalimu Sulemani Mwalimu anampa pande yeye na golikipa. Unajua kuna kitu kinaitwa big chance na kitu kinaitwa half chance. Sasa ile ilikuwa ni big chance. Yaani yeye na golikipa na goli hili hapa ni kufunga tu. Ilikuwa ni big chance. Lakini bahati mbaya haukukaa vizuri kwenye kichwa cha Msuva akapiga pembeni. Lakini inakuja hiyo unayosema sasa ambayo alipiga Mohamed Hussein akapiga shuti ambayo ikaenda kama rebound. Likamgonga golikipa kauputa ukarudi ndani ambako akakutana nao Faisal Salum. Baada ya kufanya utulivu yeye akapiga shuti ambayo likaenda juu. Ile ilikuwa ni half chance ambayo tuliipata. Lakini nafasi nyingine ambayo sisi ingetubeba zaidi ilikuwa ndio ile penalty ambayo tungepewa penalty tungeshinda ile penalty. Baadaye ilikuwa ni 1-1. Turudi kwenye matuta ya jumla sasa yale. Lazima wangepanic Morocco. Kichwani mwao wangejua tumeshatoka. Yaani kama tumefika huko tumeshatoka kwa sababu hatukuwa na bahati. Yaani ni kama wangejiona kama hawana thamani tena. Hofu ya mashabiki lazima wangewadai. Unapoenda kupiga penalty ukiwa na vitu vingi kichwani ndo unaenda kukosa. Umeelewa? Kwa lazima sisi tungewatoa. Na wao walijua kabisa wangeruhusu ile penalty ipigwe. Ambao wangeathirika zaidi walikuwa ni Morocco kwa sababu sisi Tanzania tulikuwa hatuna cha kupoteza. Wachezaji wote ambao wangeenda pale wangeenda kupiga kwa utulivu. Morocco wangepiga huku psychology zao hazijakaa sawa. Kwa hiyo refa katunyonga waziwazi, ni kitu ambacho mimi binafsi sijafurahishwa nacho. Na hiki kwa maana ya TFF itabidi waandike hata barua kutokuridhishwa na haya matukio kwa sababu wamelazimishwa wakaangalia kwenye VAR. Sawa, hawezi kubadilisha chochote lakini ya mazingira kama angefanyika mwaka 2023 kama angeandika TFF nao maana yake wangeandika hata maelezo ya kwamba bwana kuna hiki na hiki hata refa angefika angesema bwana huko nyuma hawa watu washia kulalamika kuhusiana na Morocco. Kwa hiyo lazima kuwa makini nao sana. Sije kawaonea au kuwa makini kwenye maamuzi yako. Kwa hiyo kuna kitu ambacho sijakipenda ni hicho lakini so far tumefikia kuvuja rekodi yetu wenyewe. Mara 4 tunaingia kwenye AFCON, mara 2 mfululizo toka 2023 na 25 tumeingia kwenye AFCON. Ni kitu kizuri, tumevuka kuingia hatua ya 16 bora, ni kitu ambacho tulikuwa hatujawahi kufanya. Kwa hiyo mimi binafsi nimefurahi na naamini tungevuka zaidi ya hapo. Tena tungewatoa Morocco, tungetengeza jina kubwa sana duniani. Dunia imeshaona tumezulumiwa, tumeonewa. Hata kwenye open play ile tumeona kuna baadhi ya vitu havikuwa sawa. Lakini so far sisi tumeshapiga hatua. Mimi nakwambia Morocco hawachukui ubingwa. Ubingwa pamoja na wao ni wenyeji, wana uwezo wa kuchukua ubingwa na ni timu namba 1 kwa hiki walichokifanya. Kwa laana waliojitengenezea Morocco hawatoboi na hawachukui ubingwa. Mimi niko hapa na utakuja kunikumbusha. Bwana nikushukuru kwa wakati huu. Asante sana.